tunatarajia kabisa kila familia itamuona Mungu kwenye maombi haya. Sema amina. Amen. Kwa hiyo nikupongeze kwa moyo mweupe kabisa. Umefanya jambo zuri kabisa. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Okay, jana tuliweza kuangalia moja kati ya vitu ambavyo vinampa uhalali shetani kutesa watu na kutesa familia. Tukaona kuna kitu kinaitwa hati ya mashtaka ambayo shetani aliitumia akatesa watu tangu zamani, na Yesu alipokuja alichukua kwanza ile hati akaigongomelea msalabani ili kuweza kufanya ukombozi ambao ni thabiti kwa kila anayemhitaji au kila anayeliitia jina la Bwana. Na tuliweza kushirika na kitu kinachoitwa laana ambayo inazunguka katika vizazi. Hilo eneo la laana lina mapana sana 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 sana. Sijui kama tunaweza kujifunza hata kwa siku 30 tukamaliza, kwa sababu tukianza kuchunguza kila kitu kinacholeta laana kibiblia tutaona mambo mengi sana. Mambo mengi sana. Mambo mengi sana. Mengi mno. Sasa kwa kuwa lengo kubwa tunataka kutoa familia katika mateka, tunaamini damu ya Yesu inaweza kufanya zaidi ya pale tu unapoomba. Sema amina. Biblia inasema atukuzwe Mungu atendaye mambo makubwa kuliko yale tumuombayo na kuliko yale tuwazayo, kwa kadiri ya nguvu itendao kazi ndani yetu. Hiyo ni Waefeso ile sura ya 3 na mstari wa 20. Sema amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai. Hakuna jambo litakalosalia likitesa familia yangu. Kila tatizo litaondoka. So, kuombea familia ni wajibu wangu mimi na wewe. Na nikukumbushe pale kwenye kitabu cha Ezra sura ya 10 mstari wa 4. Ni mstari tulishosoma tena, lakini naomba nikukumbushe pale tena leo. Ezra ile sura ya 10 na mstari wa 4, neno la Bwana linazungumza jambo ambalo mimi na wewe tunapaswa kulifikiri na kulifanyia kazi. Ezra 10 mstari wa 4 inasema, inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nawe, ewe uwe na moyo mkuu ukaitende. Inuka, maana shughuli hii na kuhusu wewe. Shughuli ipi? Ya kuombea familia. Shughuli ipi? Ya kuwasaidia wale walioshikwa na kutekwa na kuzuiwa wasipige hatua. Shughuli ya kuombea inanihusu mimi na inakuhusu wewe. Kwa hiyo tujipe moyo mkuu kuhakikisha kwamba wanatoka kwenye utumwa na kwenye mateso ya kila namna. Mtu mmoja aseme amen. Okay. Sasa leo tunaenda kipengele kingine. Kipengele cha pili cha maombi haya ni kuwakomesha wale wanao kuzuia na kuizuia familia. Kuwakomesha kabisa wale wanao kuzuia wewe na kuzuia familia. Kuwakomesha wanao kuzuia wewe na wanaozuia familia. Kuwakomesha wale wanao kuzuia wewe na kuizuia familia. Ninaomba ni seme neno moja. Mbinguni kuliwahi kuwa na vita, na kilichokuwa kinapiganiwa ni nafasi. Nafasi gani? Nafasi ya kuwa Mungu mbinguni. Shetani alipigana na yule malaika aliyeumbwa kwa namna ya pekee na ya ajabu na Mungu. Alipigana akasahau kwamba yeye ni kiumbe aliyeumbwa. Akawa anapigana akitaka kuichukua nafasi ya Mungu, yamkini aikalii. Lakini vita ilipiganwa pale mbinguni, na Biblia inasema mahali pao hao waliopigana hapakuonekana tena mbinguni. Kwa hiyo walitupwa chini, na Biblia inasema walikuja wakiwa na ghadhabu. Nikukumbushe mstari mmoja tu kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya
12. Ufunuo ile sura ya 12, nikukumbushe mstari mmoja. Ufunuo sura ile ya 12, nikisoma ule mstari wa 13. Biblia inasema, na joka alipoona ya kuwa ametupwa katika nchi, alimuudhi mwanamke yule aliyemzaa mtoto mwanamume. Lakini kipanda juu kidogo tena nikasoma mstari ule wa 12, inasema, kwa hiyo shangilieni enyi mbingu nanyi mkao humo. Yani mbingu ishangilie kwa sababu adui aliyetesa ulimwengu ameshindwa kule mbinguni. Mbingu ishangilie kwa sababu wameshinda. Lakini anasema, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa wakati wake ni mchache tu. Ole wa bahari, ole wa nchi, maana yule ibilisi ameshuka huko kwenu akiwa na ghadhabu nyingi sana, na wakati anajua wazi kwamba muda wake wa kutenda kazi ni mchache. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa shetani ameshuka, aliposhuka akaingia kwenye maisha ya watu, akaenda kwenye familia ya fulani, akaenda kwenye ukoo wa fulani, na lengo ni kufanya vita kama alivyofanya vita kule mbinguni. Mbinguni alipigana akashindwa, maana malaika Mikaeli na jeshi lake walipigana mpaka wakamshinda, kama vile hivi leo itakavyojiandika kwenye historia kwamba mtumishi wenu pamoja na walipambana na ibilisi mpaka ukamtoa kwenye familia. Sema amina. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Kwa hiyo nikianzia hapo, labda nikuongezee tena Ufunuo 13, at least ule mstari wa 7. Labda nikuongezee tena hapo kidogo. Ufunuo 13 mstari ule wa 7, neno la Bwana linasema, tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kabila, juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa. Yani shetani alipewa uwezo wa kupigana, alipewa uwezo afanye vita na watakatifu. Tena akawashinda, sio wote watashindwa, lakini tena akawashinda. Akapewa uwezo wa kupigana juu ya kila kabila na jamaa na lugha. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu sema, tunazo silaha za Mungu. Hebu sema, tunazo silaha za Mungu zinazoangusha ngome katika jina la Yesu. Kila mahali alipoingia atatoka na kuachilia maisha yangu katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo amekuja akiwa mwenye ghadhabu, na amekuja atapigana. Amepigana na watakatifu wengine akawashinda. Wakina nani? Nafahamu wakina Paulo walikatwa vichwa. Nafahamu wakina Petro walisulubiwa miguu juu kichwa chini. Nafahamu wakina Barnaba walichunwa ngozi, wengine walipasuliwa kwa msumeno. Shetani alipigana na watakatifu akawashinda baadhi yake. Na hii vita inaendelea mpaka leo. Pale kwako kwenye familia anapigana kuzuia kila kilicho chema. Anapigana kuzuia kila kinachoitwa baraka kisiwepo. Anapigana kuzuia kila ambacho kinaweza kuleta matumaini kwenye familia. Lakini kupigana kwake ni kwa sampuli ya rohoni. Vita vyetu si vya damu na nyama, bali ni katika ulimwengu wa roho. Tunapigana na falme na mamlaka na wakuu wa giza hili na majeshi ya pepo wabaya, lakini katika ulimwengu wa roho. So silaha zetu zinatakiwa kuwa za roho, zenye uweza katika Bwana, zenye uweza katika Bwana, ili ziweze kuangusha hata ngome ya shetani. Sema amen. Kuna familia imewekwa ngome ya jambo fulani, ngome ya magonjwa. Kuna familia nyingine ni ngome ya ulevi. Kuna familia nyingine ni ngome ya umaskini. Lakini silaha zetu
ni silaha za roho zenye uweza katika Mungu hata kuziangusha hizo ngome zisiwepo tena kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Amen. Hebu sema silaha zetu zina uweza katika Mungu. Okay, tuanze na kitabu cha labda nitoe maelezo kidogo. Maadui wengi au wa mtu na familia kwa ujumla ni wale wapingao na kupiga familia. Ni wale wampingao na kuipinga familia. Maadui wengi wa mtu au familia ni wale wampingao na kuipinga familia. Na tukisema ni kupinga kwenye kila jambo lenye kufaa. Anayefanya biashara, kuna adui aliyesimama kumpinga. Aliyejitayarisha kutaka kuoa au kuolewa, kuna adui anampinga. Aliyeolewa anayetaka kuwa na mwana, kuna adui anayempinga. Aliyeko shuleni anasoma, kuna adui anayempinga. Kila mahali adui hujipenyeza kwa ajili ya kuleta upinzani, kuzuia mambo mema. Kwa hiyo unakuta unapokwenda kwa mfano mashuleni, unakuta watoto wanaanguka kifafa mashuleni, wanashikwa na kifafa wanaanguka mashuleni, lakini wakirudi nyumbani ni wazima. Unakuta akiingia darasani hawezi kusoma, kuna roho ya usingizi inamvaa, inamwandama, inamzuia ashinde kusikiliza mwalimu, kwa sababu kuna mpinzani yuko pale. Kuna hiyo roho imerushwa kwake kumzuia ili asiweze kufanya vizuri kwenye elimu. Maana ulimwengu wa giza umeshaona njia ya huyu mtoto kufanikiwa ni elimu. Kwa hiyo adui anasimama mbele yake kumpinga, kumzuia asifanye vizuri katika elimu ili aendelee kuwa duni na maskini. Na wanapopigana na huyu mtoto, wanapigana na familia yake direct. Haleluya. 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 Paulo anasema hivi, Wakorintho wa kwanza 16:9. Wakorintho wa kwanza 16 na mstari ule wa 9. Paulo anasema, kwa maana nimefunguliwa mlango mkubwa wa kufaa sana, na wako wengi walipinga. Paulo anasema nimefunguliwa mlango mkubwa wa kunifaa mno, lakini wako wengi wanaolipinga. Yaani mlango ni nini? Ni ile njia ya kuendea neema. Utaweza ukawa na jambo lako jema kabisa, ukatangazia watu ukafikiri watafurahi. Wale waliowatangazia wakainuka wanaopinga, kwa sababu huo mlango ni mlango wenye kukufaa sana, na watainuka kupinga kwa sababu hawataki uwe hicho ulichotamani kuwa au hicho Mungu alichokupangia kuwa. Ndio maana leo unaweza kukuta kwenye familia kuna mambo kadha wa kadha yametokea. Na yametokea kwa sababu gani? Kuna jambo jema lilitendeka. Umepeleka mtoto wako amefaulu, umempeleka sekondari na umempeleka shule nzuri ya kisasa. Kuna jirani ya kusomesha. Umemwaga mchanga, umeanza ujenzi, room 3 pale nyumbani. Kuna mtu alikuwa anakuja kukusalimia haji tena. Amekuwa adui yako tangu hapo, kwa sababu ya jambo jema ulilolifanya. Yaani huyu alikuwa anakuchekea na kukufurahia, lakini urafiki wake na kicheko chake kwako ilikuwa ni unafiki. Ni mtu anayefurahia uteseke na kutaabika. Ulipoanza kupiga hatua kawa adui yako. Wakati ukiwa unaumwa, alikuwa anakuja kukutembelea na kukuletea vitu, lakini aliposikia umepona akakuchukia moja kwa moja. Wala hajawahi kuleta hata chumvi, wala kuleta hata kichane cha ndizi kama alivyokuwa analeta. Kwa sababu adui hupinga mambo mema. Umepata mchumba akaja nyumbani, uadui ukaanzia pale, vita ikaanzia pale.
Unapooa au kuolewa, vita inaanzia pale, kwa sababu wako wengi wa kupingao. Mlango ni mpana, umefunguka kwao, lakini wako wengi wa kupingao, na wale wa kupingao ni wanadamu kama wewe, waliovaliwa na roho tofauti na roho ulionayo. Wewe umevaa roho ya Mungu, ndani yao kumekaa roho ya shetani. Umetafuta kazi, umepata kazi kwenye shirika fulani, wako wengi wa kupingao, wako wengi wa kupingao. Hata hapa kipindi fulani tulipataga neema, tukawa tumepata mtu mmoja, tukaomba naye akapata fedha. Ilikuwa ni milioni 25. Alipata milioni 250. Akatupa advance milioni 1. Tukaile ile fedha na damu. Sasa kuna mtu nikamshirikisha aliyekuja kuhubiri hapa. Nikamshirikisha, aliniambia Mungu ananiambia kuna pesa iko mbele yako. Sasa nikajua, nikafikiria, nikasema pesa ile iko mbele yangu sio hii. Mimi nikamwambia yule mtu, na kuambia niliota anaomba, yani sio anaomba, in fact ananipiga na gongo. Kuna mpini fulani tulikuwa nao nyumbani, kulikuwa na kihuri kikubwa cha kutuangia mahindi kwa ajili ya makande. Sasa nikamuona ananipiga na hilo gongo la sampuli hiyo. Sikuelewa tafsiri yake haraka. Nikaacha. Baadaye nilikuja kusikia kumbe walikujaga kuzunguka, akiwa na ndugu yake fulani anaishi milimani somewhere hapa. Wakaenda mpaka kwa huyo mtu, na watu waliokuaga hapa kanisani ndio walishirikiana kuonyesha mlango. Akaenda akamwambia bwana ananiambia kuna pesa unataka kumpa fulani usipewe. Yule mtu akanieleza story fulani ambayo sikuielewa baada ya kupata zile fedha. Kumbe alionywa, lakini aliyenipinga ni mtu niliyempa nafasi kwenye madhabahu. Ni mtu niliyempa nafasi akahudumu hapa. Akainuka akawa adui. Alipoona huko mlango ulionifungukia mpana wa kunifaa, akawa kinyume na mimi. Bwana asifiwe sana. Usifikiri ni kila kitu chema unayemweleza atafurahia. Mwingine unamueleza jambo jema linalohusu maisha yako, anageuka na kuwa adui, anaanza kukupiga, anaanza kukushambulia, anaanza kufuatilia ni wapi kinatokea ili akizuie. Haleluya. 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 Na kuambia kwa kipindi hichi wamechelewa sana, hawatazuia tena kwa jina la Yesu aliye hai. Wale wanaopinga hawataweza kupinga tena kwa jina la Yesu. Hivi ni fulani nilikuwa nimeahidiwa napewa gari. Lile gari nikawa na kiwewe fulani, nikasema adui akaenda akafanya ya kwake. Nilikuja kugundua kilichotendeka mbali sana, muda umeshakwenda na akifai kurekebisha tena. Bwana asifiwe sana. Huko mlango uliofunguka mpana ukufao, lakini wako wengi wanaokupinga. Ile njia unaoiendea yenye baraka zako, yenye mafanikio yako, sio wengi wanafurahia, sio wengi wanapenda. Yuko adui atainuka tu kukupiga. Can you imagine mtu labda anaenda kusimama kuomba, anasema ninaharibu, ninawatenga, ninawasambaratisha, natuma roho ya mafarakano, watu wagombane, wasikubaliane, asimpe. Kwani asiponipa unapata hapo faida gani? Huyu ni mtu wa Mungu au ni pepo? Alafu utasema kwamba yani kama ni ndugu yako, sasa unasema Mungu akusaidie tu jamani. Mungu akusaidie tu, atakulipa. Mbinguni wa kusema Mungu akusaidie shetani. Mbinguni ni amri moja. Jeshi lilibeba silaha, sema amina. Piga adui, tupa nje. Alipotupwa nje, ndipo mbingu ikasema umekuwa wokovu mbinguni na nguvu kwa Mungu wetu. Haleluya. Kwenye hiyo familia kuwezi kuwa na wokovu na nguvu usipobeba silaha. Silaha jina la Yesu, silaha damu ya Yesu, lazima zipigwe, shetani atoke achini. Haleluya. 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 Baada ya muda mfupi nikawa nimeona adui yangu huyo akiwa na gari jipya.
Mimi nikafikiri alipewa mahali fulani, aliendaga kipindi fulani. Kumbe hakupewa. Nikaja nikaambiwa zile fedha zilitolewa kwake, akanunua gari, anapita nayo hapo, amepandisha tinted. Wewe natembelea muujiza wangu pakavu. Alipofanya Musa, Farao anataka kupita na watu wake. Itageuzwa hiyo bahari kwa jina la Yesu aliye hai. Itageuzwa hiyo bahari kwa jina la Yesu. Pakavu palipofanywa kwa ajili ya familia yako, hatapita adui yako. Na maombi haya tulikuwa tujawahi kuomba, sasa hivi tutaomba maombi haya kwa kasi na kwa nguvu kubwa. Kila adui anayechungulia kitu cha familia hata kifikia. Sema amina kubwa. Ulokole wa kuwa maskini wa kusema kwamba mimi nimeokoka na jitenga na dunia ili nifike mbinguni, utachelewa sana. Maana utashindwa kukaa mahali pa heshima ambapo Yesu alikufia ili uwe na mahali pa heshima, na wewe mwenyewe unasema mimi nataka kulinda utakatifu. Linda utakatifu, na usikubali kuchezewa kichawi. Sema amina. Maana mtu yeyote anayeomba maombi ya kuharibu maisha yako, huyo ndio mchawi namba moja. Anaweza kawa hana tunguri, lakini ni mchawi kabisa. Anapata faida gani? Anapata faida gani kukuombea maombi mabaya? Anajinyima chakula, anafunga, anabeba rungu, anaanza kupiga, anachukua na picha yako, anaanza kuitoboa. Huyu afai ni pepo. Huyu ni pepo. Na tukigeuza hiyo vita langoni, yeye anapotea. Haleluya. Maana yeye amenichokoza mimi sikumpiga, amenichokoza. Sasa mimi nikigeuka nikimpiga, atapotea. Yule anayetesa familia, ukimpiga unapiga kwa haki. Ila wewe, yule anayekupiga wewe, anakupiga pasipo haki, anakuonea. Hivi unajisikiaje eti ukute mtu yuko kaenda anaomba maombi, amefunga hali chakula, anazuia uchumba wa mtoto wako, au anazuia uchumba wako, anazuia mtu ambaye anataka kukuoa. Unaonaje huyo? Ni mtu, na ni mtu anayefahamu vizuri. Huyo ni pepo. Ni pepo mwenye sura ya kibinadamu. Haleluya. Hebu sema kila pepo mtu anayepigana na familia yangu, kuwa kizuizi kwenye maisha yangu, leo na kuondosha kwa jina la Yesu, na kupiga toeka kwa jina la Yesu aliye hai. Achia familia, achia maisha yako kwa jina la Yesu. You don't understand. Kule mbinguni malaika walikuwa na sifa. Hallelujah. Na waliumbwa kwa kazi. Akatokea shetani, akasema mimi nataka na mimi niabudiwe. Mbingu iliacha tarumbeta, iliacha saxophone, iliacha piano, majeshi yakabeba silaha. Sema amina. Zikapigwa, akaondoshwa. Alipoondoshwa adui wa Mungu pale patakatifu, ndipo mbingu ikatangaza ni amani, kumekuwa wokovu na amani na nguvu. Haleluya. Hapo kwenye familia kwa na nguvu, kwa sababu adui bado anapiga hiyo familia. Adui bado anashindana na hiyo familia. Shujaa wa vita ni wewe. Kama alivyoinuka Mikaeli, inuka na wewe, maana kazi inakuhusu wewe. Hii kazi ya kuitetea familia inakuhusu wewe. Hakuna mwingine, ni wewe. Ubebe damu ya Yesu, ubebe jina la Yesu, ukapigane na mtesi wa familia mpaka achie familia. Haleluya. Alafu iko sawa, utasema haleluya. Sasa familia ishangilie, maana kumekuwa na wokovu mkuu na nguvu ndani ya familia yangu. Amen. Haleluya. Amen. Ila kwa sasa lazima zipigwe kwanza. Amen. Na ndio maana tuko hapa siku 14. Amen. Na nisikilize vizuri. Na taarifa kigegura kingine kitaaga dunia cha hapa tena. Kipotee tu. Yaani tumesafisha hapa pametakata sasa hivi, ndio maana unaona hata wale watu wanaanza kujenga nyumba, wanaanza kufungua mabiashara na kufanyaje, kuna changamoto vizuri. Bwana asifiwe sana. Maana mahali popote ambapo Mungu yupo, nuru inang'aa. Gizani na giza liwezi kushinda nuru. Sema amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sema ninashinda na zaidi ya kushinda. Unachukulia hapo uelewi nguvu za kiroho zielewi vizuri. Adui mmoja, mganga mmoja, akawa anapambana hapa, anapambana.
nikapelekewa majina yangu. Unapelekewa majina ya mtu ambaye ni muombaji, alafu unaenda kuyapiga kwenye tunguri zako, unategemea kupona kweli? Na Bwana ageuzaye vita langoni yuko pamoja nasi. Hebu sema kwa jina la Yesu. Rudia tena kwa jina la Yesu. Yule mgeuza vita langoni yuko ndani yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Vita na vigeuza kwa jina la Yesu aliye hai. Ile vita inaotesa familia na igeuza irudi kwa adui, irudi kwa aliyetuma, irudi kwa anayeshambulia kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Na geuza, napindua la kabate kama linapindua ile madhabahu, napindua hiyo vita na geuza, hiyo vita na geuza ile vita ya uchumi, vita ya afya, vita ya elimu, ninageuza yale maadui wanaopigana nami kwa namna ya kichawi, kwa namna yoyote, ninageuza lobo shatakaba ibaba nasatakaba liba shatakaba kwa damu ya Yesu. Ninageuza hiyo vita katika malango, ninageuza hiyo vita ninageuza ile vita. Yes, pray. Omba pale. Liko jambo linaendelea kwenye ulimwengu wa roho. Kile unachokitamka ndicho kinachokuwa. Likabaye kwa jina la Yesu. Wale maadui wanaopigana na familia, ninageuza hiyo vita. Hiyo vita kudhoofisha familia kwa jina la Yesu. Ninageuza kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu, ninageuza hiyo vita dhidi ya familia yangu, hiyo vita juu ya maisha yangu, hiyo vita dhidi ya watoto, dhidi ya ndoa, ninageuza hiyo vita kwa jina la Yesu. Ninageuza sasa kwa jina la Yesu. Pray. Omba pale ulipo. Geuza ile vita inayoandama familia, inayoandama watoto, inayoandama ndoa, inayoandama ndugu zako. Geuza hiyo vita kwa jina la Yesu. Imeandikwa watapigana nawe lakini watakushinda. Imeandikwa watakujia kwa njia moja lakini watatawanyika kwa njia saba. Ninarusha moto, ninatawanyisha majeshi yanayozuia uchumi, yanayozuia mafanikio, yanayozuia mema kwenye familia. Nageuza hiyo vita, ninarusha moto, ninashambulia hizo ngome, ninateketeza hizo ngome kwa jina la Yesu aliye hai. Makofi utukufu. Ama kweli naona jeshi. Haleluya. Yesu, makofi utukufu hapo lipo. Kwa Paulo anasema wako wengi walipinga. Watoto wako ni kweli wamepata shule, ni kweli wamefaulu, lakini wako hawapingao. Na ukitaka kujua wanaokupinga ni wengi, ukilala usiku, mapambano kwenye ulimwengu wa roho ni makubwa. Hata kipindi hicho mlichofunga, mtaota ndoto nyingi sana za mapambano. Kwa sababu mnapigana kwa kufunga na kuomba. Ikifika usiku, adui anakutokea kupambana na wewe. Na matatizo ya watu wengi chanzo ni rohoni. Kuna watu
watu wanataabika kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kila adui anapoinuka kupambana nao huwa kushinda. Ndoto ni taarifa, na unapopewa taarifa nyingine ni za kubeba silaha kwenda vitani, kupigana kiroho, kushinda maadui wanaokuzuia, maadui wanaozuia mema yasije kwako, maadui wanaokupinga. Haleluya, haleluya. Sema kila adui anayenipinga kuanzia leo futika, ondoka mbele yangu. Hautaniona tena, hautaniona tena, hautaiona familia tena, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo sasa yako majeshi ya pepo wabaya yaliyoachiliwa kutoka kupinga kila familia, na upinzani huo una nguvu zaidi rohoni. Unalala unaota kupigana, kwa sababu maisha yako ni vita. Maisha yako ni vita, ni mapambano. Na wengine unaopigana nao unawajua na wengine huwajui. Kuna wengine wanafunuliwa, wanapewa neema kujua kabisa ni nani anayeleta vita. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Lakini leo kila anayekupinga kwa jina la Yesu akaondoke. Amen. Yule anayepigana nawe kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ndoto, ni mtu anayekupinga. Haleluya. Haleluya. Angalia Isaya sura ya kwanza. Kitabu cha Isaya ile sura ya kwanza. Nabii Isaya sura ile ya kwanza. Isaya sura ya kwanza na mstari ule wa 24. Neno la Bwana linasema hivi. Isaya 1:24. Kwa hiyo asema Bwana, Bwana wa majeshi, mwenye enzi wa Israeli, nitapata faraja kwa hao wanipingao, nitatoa kisasi kwa adui zangu. Nitapata faraja kwa ajili ya hao wanaonipinga, nitatoa kisasi. Understand this? Anasema mimi nitapata faraja kwa wale wanaonipinga, alafu mimi nitatoa kisasi kwa ajili ya hao wanaonipinga. Maana sitanyamaza, nitapambana nao kuwalipiza huo ubaya waliofanya. Haleluya. Unaonaje kwa mfano wewe umeokoka, unamcha Mungu, lakini ndugu zako kila siku ni hospitalini, kila siku hawajiwezi. Akienda shule wakati anataka kusoma hawezi kusoma, anazimia. Wakati anataka kusoma macho yanatoa machozi. Siku ya mtihani anaumwa. Hao ni majeshi ya pepo wabaya wanaopinga hatima yake. Sasa hawaondolewi kwa kusema Yesu anajua. Hawa wanaondolewa kwa kubeba silaha za Bwana, silaha za kiroho, kupigana kiroho na kupindua utawala wa giza. Sema amen. Amen. Sema amina tena. Kwa hiyo Mungu anasema mimi nitajipatia faraja kwa ajili ya wanaonipinga, alafu mimi nitatoa kisasi, nitawalipa hawa wanaonipinga. Sasa Bwana aliyekuumba kwa sura na mfano wake amesema atatoa kisasi kwa ajili yao. Na mimi kisasi changu mimi na wewe ni kuwapiga kwa silaha za roho. Sema amina kubwa. Na yale mabaya yote walioyaleta kwenye familia tuwafungashie waende nayo. Amina. Haleluya. 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 Sema kila tatizo walilolitengeneza wakalituma kwenye familia yangu, leo naamuru litoke kama lilivyotumwa, liwarudie wao, liwapate mara 7 kwa jina la Yesu aliye hai. Sema yale magonjwa yawarudie wenyewe, yale matatizo yawarudie wenyewe kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema kila pando walilolipanda kwenye familia yangu ili kutesa familia, leo naling'oa kwa jinsi ya rohoni. Sema pale walipolipanda, leo naling'oa kiroho. Unanielewa kweli? Sema naling'oa kiroho. Yaani pale lilipopandwa ni rohoni, kwa mimi naling'oa
kiroho na ling'oa litoke pale kwa jina la Yesu aliye hai. Sema lile pando la migogoro, pando la mafarakano, pando la umaskini, pando la magonjwa, pando la mateso, leo nang'oa kwa jina la Yesu. Nang'oa kwa jina la Yesu. Adui achia njia. Toka njia. Toka njia. Toka njia. Mtu asiyejua anaona kama vile unacheza. Haleluya. Kuna watu wamedhibitiwa kiroho, walikuwa wanaombaga sana. Siku hizi wakilala wanaota wako kwenye maporomoko, wanaporomoka, au wanaota wananyongwa, au wanaota wanapigwa, au wanaota wanakimbizwa na majeshi mengi, wanakimbizwa sana, au wanalishwa vitu ili kudhoofishwa. Yani wanadhibitiwa kwa sababu ni watu hatari. Sasa kipindi hicho utakuwa hatari mara 10 zaidi. Haleluya. Haleluya. Hebu sema adui hata niweza. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kuna mtu aliyetumwa kwa ajili ya familia, na wewe ni mmoja wao. Lakini kuna mwingine aliyetumwa usiyemjua wewe, naye ametumwa kwa ajili ya kuisaidia familia. Sema amina kubwa. Amen. Na huyo yupo kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya familia. Lakini huyo aliyetumwa sasa, na wewe pia uliyetumwa, hupingwa. Wanafanyaje? Nimesema aliyetumwa huwa anapingwa. Kwa nini anapingwa? Anapingwa kwa sababu yeye amekuja ameleta majibu. Can you imagine hali ya pale nyumbani jinsi ilivyo? Hakuna nyumba, lakini Mungu ameweka neema ndani yako wewe ukajenge nyumba pale. Kwa kweli hauna pesa, lakini una neema ambayo itasababisha pesa ipatikane na hiyo nyumba ijengwe pale nyumbani. Sasa wewe mtu ambaye uliyetumwa kuja kuleta mabadiliko, adui anapokuona anaanza kukupinga ili usifike pale, ili usifikie hatima. Hebu sema sitakufa kabla ya kutimiza mpango. Hivi unaongea gani? Hebu sema sitakufa kabla sijakamilisha mpango. Ni vizuri adui asikie sauti yako kwamba mimi sitakufa mpaka nikamilishe kazi niliyotumwa. Haleluya. Haleluya. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Nafsi yangu haitaonekana na adui. Naificha nafsi yangu. Naificha nafsi yangu katika uwepo wa moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu. Adui hataiona. Adui hataiona nafsi yangu. Kwa jina la Yesu. Ninajificha kwenye moto wa Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Adui hataniona. Adui hataniona kwa jina la Yesu. Anayepanga njama za kuleta madhara kwako, kukuua au kufanya nini, hataweza. Amen. Narudia tena, hataweza. Amen. Narudia tena, hataweza. Amen. Utakufa ile saba Bwana alisema utakufa. Amen. Sio vinginevyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Okay, kwa hiyo huyo aliyetumwa sasa upata upinzani. Hebu tusome Mambo ya Nyakati wa pili. Mambo ya Nyakati wa pili, na tusome ile sura ya 35. Sura 35 tusome mstari wa 20, nitasoma mpaka 24. Mambo ya Nyakati wa pili 35 20 hadi 24. Nasema baada ya hayo yote, alipokwisha Yosia kulitengeneza hekalu, neno la mfalme wa Misri akakwea ili kupigana Karkemish karibu na Frati, na Yosia akatoka juu yake. Lakini yeye akatuma kwake wajumbe kusema, ni nini nilio nayo mimi na wewe, mfalme wa Yuda? Sikuja juu yako leo
lakini juu ya nyumba nilio na vita nayo. Hebu sema, sikuja kwako lakini nimekuja kwa nyumba nilioko na vita nayo. Yosia anaambiwa na mfalme wa Misri kwamba hajaja kupigana na Yosia, amekuja kupigana na nyumba ambayo ana vita nayo. Kwa hiyo adui huyu anajidhihirisha alikuwa na vita na hiyo familia, hiyo nyumba. Kwa kila anayezaliwa kwenye hiyo nyumba anakutana na vita ya sampuli fulani kwa sababu ya adui. Haleluya. Naye Mungu ameniamuru nifanye haraka. Acha basi kumpinga Mungu aliye pamoja na asikuharibu. Acha kumpinga eti Mungu aliye nani ili asikuharibu. Walakini Yosia hakukubali kumgeuzia uso, bali akajibadilisha apate kupigana naye, asisikilize maneno ya Neko yaliyotoka kinywani mwa Mungu. Akaja kupigana bondeni mwa Megido. Nao wapiga upinde wakampiga Yosia, naye mfalme akawaambia watumishi wake, niondoeni kwani nimejeruhiwa sana. Basi watumishi wake wakamtoa garini, wakamtia katika gari la pili alilokuwa nalo, wakamleta Yerusalemu, naye akafa, akazikwa makaburini mwa babaze. Wakamlilia Yosia, Yuda wote na Yerusalemu. Hebu sema, kama alivyokufa adui huyu, ndivyo maadui zangu wanakufa. Hebu sema, yule anayenipinga mimi, yule anayempinga Mungu niliyembeba, yule anayempinga Mungu niliyembeba, ataangamia bila shaka. Hebu sema, bila shaka ataangamia kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema, kwanza sasa na achilia mshale kwenye ulimwengu wa roho, mshale wa moto, mshale wa moto kwa ajili ya yule adui anayepigana na familia. Na rusha mshale kwa jinsi ya rohoni, na rusha mshale kuangusha lile jemedari la kipepo, jemedari la kichawi kwa jina la Yesu. Najua mshale upo. Biblia inasema twaeni ngao ya imani kuizima mishale yenye moto. Kumbe wao wanarushaga mishale yenye moto kwetu. Ila sasa wewe mtakatifu urushaje mishale wenye moto na ujue kwamba uko vita? Hatujapata wokovu uliokamilika bado. Tumeokolewa, lakini wokovu wetu utakamilika pale Yesu atakapokuja na kunyakuliwa. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Ila kwa sasa tunaendelea na mapambano. Lazima uachie cha kwangu kwa jina la Yesu. Amen. Lazima uachie cha familia kwa jina la Yesu. Siwezi kuwa maskini wakati Yesu alikufa kwa ajili yangu. Yesu alikuwa maskini ili mimi niwe tajiri. Nakataa hiyo. Nakataa hiyo. Nakataa hiyo kwa jina la Yesu. Amen. Haleluya. Haleluya. Hebu sema, familia yangu haikuandikiwa umaskini. Hivi unataka kuniambia familia yetu ni maskini kwa sababu hawakwenda shule? Wanaouza masokoni ni watu waliosoma sana. Wenye maduka ya jumla unaowaona huku mjini, wenye mabiashara makubwa, unafikiri wamesoma sana? Wamejenga mpaka magorofa. Hawajaenda shule most of them. Lakini there is power. Kuna nguvu inawasaidia. Kitu kilichokosekana kwako ni nguvu, power to become rich. Biblia inasema tamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Sema, roho ya umaskini sio sehemu yangu. Leo naifukuza. Toka. 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 Kwa jina la Yesu. Toka. Sisikii mtu mwenye mamlaka. Sema, roho ya umaskini toka kwenye familia. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Toka, achia familia, achia maisha yangu kwa jina la Yesu. Leo na kuamuru kwa mamlaka jina la Yesu, utoke kwenye familia, uachie familia kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Pesa makofi utukufu.
Ikufundishe kitu. Familia haipewaji matajiri, inapewa watu wenye neema. Alafu watu wale wenye neema, ile neema walio nayo ndio inaleta utajiri. Sema amina. Haleluya. Haleluya. Kuna mtu ukikaa naye utaka ulale njaa, utaka ukose chakula. Haijalishi ameajiriwa hajaajiriwa, hautaka ukose chakula. Kuna mtu ukifuatana naye hautaka ukose riziki. Yaani huyo mtu ana neema yake tu fulani. Lakini kuna jitu ukikaa nalo utakula nyasi. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kuna jitu ukikaa nalo na kuambia utakula nyasi. Kwa sababu hana neema, ana matatizo. Roho zinazokaa ndani yake ni roho zisizokuwa na mema, ni roho za uharibifu tu. Ulipoanza kufuatana naye tu vitu vinaharibika, vitu haviendi sawa sawa. Jitenge naye haraka. Bwana asifiwe sana. Jitenge naye, na sio kujitenge naye kwenye mwili. Sio kumwambia naona wewe una kisirani sana, hapa ndani kwenye ulimwengu wa roho, mfukuze. Biblia inaniambia hivi, Mungu alikuja akamwambia Adamu, nimekufukuza kuanzia leo. Huoni akimwambia toka, huoni akimwambia toka, alimwambia tu nimekufukuza, alafu akaondoka. Haleluya. Anamwambia Kaini, nimekufukuza leo. Alipomwambia nimekufukuza, huoni akibeba rungu akimkimbiza. Alipomwambia tu nimekufukuza, aliondoka. Haleluya. Kwa hiyo kufukuza usiyemtaka ni katika ulimwengu wa roho. Hebu sema, yule anayesababisha familia kuingia kwenye matatizo, leo nimekufukuza. Toka kwenye familia yangu. Toka kwenye familia yangu. Adui yoyote aliye sababu ya matatizo kwenye familia yangu, aliye ni njia ya matatizo, leo nimekufukuza. Toka kwa jina la Yesu. Shia familia, shia familia, shia familia kwa jina la Yesu aliye hai. Mbele makofi yote. Kila neno la Mungu linaishi na ni roho. Kila neno la Mungu linaishi na ni nini? Ni roho. Tunafanya vitendo vya imani, lakini si wengi wanachukua kile na kukiishi. Ni wachache sana. Mimi na linaweza kuja neno la Mungu kwenye madhabahu na lichukua linakuwa la kwangu. Bwana asifiwe sana. Na lichukua linakuwa la nani? La kwangu. Naanza kuliishi. Na mshukuru Mungu pia kuna watu wengine wanaweza hichi pia, ingawaje si wewe. Unaweza usielewe kwa nini unaishi maisha ya sampuli fulani, kwa nini familia inaishi maisha ya sampuli fulani. Usielewe kabisa. Unajiuliza nini shida? Huelewi tatizo nini? Shida na tatizo haliko mwilini, bali tatizo na shida viko roho. Haleluya. Ondoa hicho cha ulimwengu wa roho, alafu wokovu unatokea. Kuna maisha ya watu yameharibika kwa sababu ya marafiki. Kwa sababu ya nani? Marafiki tu. Ndio maana tunasema wako uko mlango mpana uliofunguka mzuri sana, lakini wako wengi wa kupinga. Unaweza ulikuwa unapata channel za kazi au channel ya kufanya biashara, channel yoyote ile ya kuingiza kipato, lakini ulipofuatana na mtu fulani tu, ulipofuatana naye tu, akakuovertake. Hapo unasema, Mungu, mimi nimetenda wema, kwa nini anifanyie hivi? Unachekwa na mbingu. Hivi mtoto wako uliyemzaa anapopasua sana, ukiwa unaangalia kavunja tena kikombe, ukawa unamwangalia kavunja simu yako, ukasema, Mungu ulinipa huyu mtoto, wewe unajua. Akabeba tena juu akaenda kavunja TV. Unategemea nini? Bwana asifiwe sana. Umemuongoza mtu
alafu yule mtu ulimuongoza katika mema akageuka akawa mbwa mwitu kuanza kukurarua, tupa mbali. Unanielewa vizuri? Nisikilize vizuri nikueleze, unielewe vizuri. Unapomuongoza mtu katika mema alafu akafika akaanza kufanikiwa kwa sababu ya neema iliyotoka kwako, alafu akageuka akawa mbwa mwitu, funua nchi. Musa alifanya, anasema mkifa kifo cha kawaida, mimi sijatubu. Akafunua nchi wakamezwa. Sio lazima wamezwe, lakini unaweza kuwafukuza. Mimi nimefukuza wengi, wala sio mmoja. Bwana asifiwe sana. Hata hapa palikuwa na mtu anachafua ile kanisa, akiona watu wanaingia, unaenda kufanya nini huko? Anawaita, anatia kule. Nikaomba maombi, nikamwambia nimekufukuza kwenye ile eneo na utaka uonekane. Bwana asifiwe sana. Sio nilimfuata nikamwambia wewe nimekufukuza. No. Yule uliyemuongoza atakuovertake, kamngoe. Mwe hapo kwa hiyo nafasi yako aliyochukua kwa jina la Yesu. Najua shetani alikuja baada ya kukosa nafasi mbinguni, akaja akamfuata Adamu. Alipoona hawezi kumuingia Adamu kirahisi, alimuingia kupitia Eva, akapita mlango wa nyuma. Anawaambia eti mliambiwa msile matunda yote. Akasema sio matunda yote shetani. Tafadhali, nyoka tafadhali. Tuliambiwa tule yote lakini kasoro hutu. Nilijua tu. Alijua Mungu mkila mnafanana naye. Yaani ili ukila umekuwa kama yeye. Hivyo alivyoangalia akasema, alipotazama mtu akaona unatamanika, akachukua akala akampelekea na mumewe akala. Mume wake akala. Lakini shetani ndio kamletea akiwa ndani ya mtu mwingine. Ameharibu utukufu aliokuwa nao wa Mungu. Akaharibu baraka za Mungu alizokuwa amepewa. Akafukuzwa na kwenye bustani aliyokuwa amewekwa akae. Nisikilize my friend. Unaweza ukafuatana na mtu. Mungu amekuweka kwenye neema ya utajiri na mafanikio, kwenye biashara nzuri na inakwenda vizuri. Ukaenda ukaleta tatizo mwenyewe. Ukaenda ukamleta mtu ambaye amekataliwa na Mungu, ukamleta kwenye biashara. Ulipomleta kwenye biashara, ulipomleta pale ofisini, akawa sababu ya wewe kufukuzwa, akawa sababu ya wewe kutoka. Haleluya, haleluya. Sasa kabla hiyo familia yako haijanyolewa, ndio yeye. Sema amina. Amen. Sema adui yoyote. Amen. Sema kweli ulikuwa rafiki mwema, lakini ukageuka ukawa mbwa mwitu, ukaanza kunirarua. Lakini niliishi nawe vizuri, ukaanza kunirarua, ukawa na hila. Shetani akaingia ndani yako, hila ikaonekana ndani yako, ukaanza kupigana nami, ukaanza kupigana na familia. Leo natumia nafasi yangu na mamlaka niliyopewa na kufukuza. Toka kwenye baraka zangu, toka kwenye baraka zangu, toka kwenye mafanikio yangu, toka kwenye neema yangu, kwa jina la Yesu aliye hai. Sio kama neno. Kuna watu wako hapa wanakuambia, pastor mimi nimeumizwa sana. Muulize ameumizwa na nani? Utaanza kuona, pastor, kuna mtu tulipanga tukafanya kitu fulani, tulipokubaliana tukafanya kikafika hivi, akanifanyia hivi. Yaani kule mwanzo alikuwa rafiki mzuri sana, na hila ikaonekana ndani yake. Lakini mema yalivyoanza kuonekana, hila ikaonekana ndani yake. Na mbinguni Biblia inasema kwenye kitabu cha Ezekiel 28 kwamba alikuwa yule kerubi afunikaye alikuwa mzuri sana tangu alipoumbwa, na alikuwa mwema mpaka uovu ulipoonekana kwenye moyo wake. Alikuwa mwema tangu mwanzo. Hila ikaonekana ndani yake, akasema nitajiinua niende juu sana na kuketi mahali pa juu aketipo Mungu. Ndipo akaambiwa utashushwa mpaka pande za chini za shimo. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa. Biblia inasema hukumu zetu ziwe hukumu za haki. Unajua maana kuhukumu? Kuhukumu ni kutoa maamuzi. Kuna mtu amekalia nafasi yake. Baada ya Adam kula tunda, alipoteza nafasi ya utawala. Shetani ndio anakaa pale, ndio maana anatusumbua mpaka leo.
kwenye familia. Kuna mtu alileta pepo kwenye familia. Kuna mtu alitumika kama mlango kuleta mapepo yakaanza kutawala familia. Lazima usimame wewe udai haki kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Amen. Yule ambaye aliletwa kwenye familia, aliletwa na nani alimleta? Nani alimfundisha nyendo za kazi? Ulikuwa unapata kazi unaenda naye ukidhani ni mtu mwema unamsaidia, kumbe ni Lutu. Ni Lutu. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Baba mmoja anauza uji kule mjini. Anauza uji mwingi, akawa anauza uji mwingi sana. Anauza usiku. Haya katokea vidada fulani nikaangalia uji ule anavyopika, pika kauji kaulezi pale, lumeni kidogo na viungo fulani, wakavijua na nini, wakaamua kwenda kumfetua kichwa, wakamfanya anasinzia. Kwa hiyo akiwa anatembea ana uji wake, anaweza kufika mahali akakaa, yani ile anamiminia mteja namna hii uji, anasinzia hapo analala, yani kikombe kinatoka. Wao wanauza kupita kwa hiyo. Kibibi kimama kile saa nyingine inaweza kikakaa mahali kikasinzia, kikakoroma. Ni saa moja kinakoroma, kikukurupuka kama nusu saa au lisaa hivi, kinatoka tena kinazunguka tena. Anasema mimi sikuwa hivi, lakini walionifanyia hivi ni watu fulani. Ila Mungu anawaona. Wewe mama, Mungu anawaona ndio. Mungu anawaona, lakini inasubiri siku ya hukumu. Wewe leo unahukumuje? Hizi ndizo amri nilizowapa kuzifanya na hukumu mtakazozifanya. Hizi ni amri na hukumu, Biblia inasema. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Vunjeni kabisa madhabahu zao. Bomoeni mahali pa juu walipokuwa na abudia miungu yao. Kateni ashera zao, na jina lao lifuteni mbali na hapo. Haleluya. Hii ni hukumu, maamuzi. Kwa nini familia yako inaenda jinsi inavyokwenda? Yesu ni hakimu, lakini amekukaimisha wewe uwe hakimu kwenye familia. Huyu jaji anakujaga tu mahakamani, kesi ipo, lakini hatoi uamuzi. Siku atakapotoa uamuzi ndio kesi itakuwa imefika mwisho. Sema amina. Amen. Sema ni marufuku kuanzia leo. Ifanyaje? Hivi mtu mwenye amri ndio hivyo anaongeaga? Ni marufuku kuanzia leo jamani. Ni marufuku kuanzia leo. Sema ni marufuku kuanzia leo. Rudia tena. Ni marufuku kuanzia leo. Familia yangu kuendelea kuteseka kwa jina la Yesu. Leo ninaamrisha kila pepo, kila jini linalotesa familia, kila roho ya kuzimu itoke ya chini kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Awali baba limeshatoka. Ukielewa ulimwengu wa roho jinsi utendavyo, na kuambia hakuna mtu kukusumbua. Haleluya. 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 Nilisema mwaka huu ni mwaka wa neema sana. Mwaka wa baraka, mwaka wa mafanikio, mwaka ambao mtakaa kitajiri, mwaka mtakaokaa kwa namna ambayo mnataka kukaa, mtavaa na kuonekana, mtakula mnachotaka. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nililiamini hilo neno baada ya Bwana kulitoa, na hiyo kanuni imekuwa kwangu.
Bwana asifiwe sana. Sijui kwako wewe, labda hujaizingatia kanuni. You need, unapaswa kumeditate. Anajua tu. Lakini Biblia inasema njoni tusemezane, eleza mambo yako upewe haki yako. Haleluya. 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 Amen. Hivi unajua ulimwengu wa sasa kuna mahitaji ya lazima. Mahitaji ya lazima. Moja kati ya hitaji lazima ni simu ya kisasa kulingana na ulimwengu unavyokwenda. Lakini jambo la pili, sasa hivi kompyuta ni hitaji la lazima la kila mwanadamu. Dunia tunayoendea kila kitu kitakuwa kinafanyika kwa kutumia system, especially mitandao. Kwa hiyo utakuwa unakaa nyumbani kwako, unalipa ada za watoto ukiwa nyumbani. Everything unafanya ukiwa nyumbani kwako. Lakini mfumo utakukataa kama hujajiandaa kumatch na mfumo. Lakini pia hitaji la lazima ni gari. Very important. Lakini kwa nini tunavimisi vitu hivi vyote? Ni kwa sababu tangu kule nyuma shetani alituandama. Maadui wanaopigana na familia ni wengi, na sisi hatukuwahi kuvidai. Jinsi utakavyokiri ndivyo utakavyopokea. Haleluya. Amen. Hebu sema ni mwisho. Rudia, mateso ni mwisho. Mateso ni mwisho. Sema ni mwisho wa mateso kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Rudia tena, ni mwisho wa mateso kwenye maisha yangu. Kwa jina la Yesu aliye hai. Jinsi uombavyo ndivyo utakavyopokea. I'm telling you. Watu wachache wanaweza kuelewa hichi ninachosema. Na especially familia yangu inaweza kuelewa sana hichi ninachosema. Kwa sababu you cannot receive usichokijua. Unachokijua unaanza kukitengeneza kwenye ulimwengu wa roho kwa imani. And then unakikiri kwa kinywa, alafu ndipo kinakuja kinakuwa. Biblia inasema, Yesu akamwambia, aminini, amin nawaambia, yale muombayo naposali, mkiamini mnayapokea, yatakuwa yenu. Mkiamini tu mnayapokea, yatakuwa yenu. Ukiamini mimi sina hela, sina chochote, sina biashara, lakini nitapata gari. Ukiamini tu, ukiomba ukaamini, itakuwa yako. Haupewi kwa sababu ya what you have. Haupewi kwa sababu ya fedha ulionayo. Mungu anakupa rohoni, unakabidhiwa kwanza, alafu njia inajitengeneza yenyewe nje ya kuleta hicho kitu. Haleluya. 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 Hebu kwa jina la Yesu aliye hai. Ewe adui shetani, hauna nafasi kwenye maisha yangu. Ondoka na uachie. Ondoka na uachie. Ondoka na uachie. Ondoka na uachie maisha yangu kuanzia leo. Toka kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Okay. Kwa yule aliyetumwa kupigwa, aliyetumwa kuja kuinua familia, anapigwa. Ndio maana hata wewe saa nyingine huji kwenye maombi na hujui kwa nini hauji. Ukiulizwa kwa nini hujaja kwenye maombi, huelewi kwa nini hujaja. Kumbe unapingwa kiroho, kwa sababu inajulikana utakapokazana kuendelea kuomba, ile familia itaponywa, ile familia itafunguliwa, ile familia itainuka, ile familia itafanikiwa, na ikifanikiwa shetani hana chake tena. Asakazana kwa jina la Yesu aliye hai. Hicho unachoona unapata hasara sasa hivi, acha upate tu hasara. Kama ni biashara, funga, njoo kwenye maombi. Tumalize siku 14 na mpango utakuwa tofauti kabisa kwa ajili ya familia yako. Sema amen. Kwa hiyo, kwa kuwa aliyetumwa huwa anapigwa, wewe unapaswa kutuma malaika. Tuma malaika. Hebu sema napaswa kutuma malaika. Niandike hizo pekee. Hebu sema napaswa kutuma malaika kupigania hatima ya familia. Andika, tuma malaika kupigania hatima ya familia. Andika hivyo. Tuma malaika kupigania hatima ya familia. Kwa sababu hii vita ni ya kiroho.
na wewe unaishi katika mwili. Hata hilo pepo mahali linakaa hupajui, lakini malaika kwa kuwa ni roho anajua. Unaweza ukakaa mahali yuko kila mahali, wakala wa shetani yupo anayezuia watu wanaomtegemea Mungu wasipenye, wasifanikiwe kila mahali. Haleluya, haleluya, haleluya. Hebu sema kwa jina la Yesu. Yule anipingaye, yule anipingaye ataanguka kwa jina la Yesu. Hebu angalia hapa, malaika huwa anatumwa kwenda kuwapinga. Unamtuma malaika kufanyaje? Kupinga maadui wa familia na kupigania familia. Kupinga maadui wa familia na kupigania familia. Sasa nikutomea andiko moja la malaika aliyetumwa kwenda kumpinga aliyetaka kwenda kinyume na wana wa Israeli. Tukisoma Hesabu 22, kitabu kile cha Hesabu sura 22, Hesabu 22 na mstari 22. Biblia inasema, hasira ya Mungu ikawaka kwa sababu alikwenda malaika wa Bwana akajiweka njiani ili kumpinga. Basi alikuwa amepanda punda wake na watumishi wake wawili walikuwa pamoja naye. Huo ni Balaamu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Anayetaka kwenda kinyume na mpango wa Mungu juu ya Israeli. Alipotaka kwenda kinyume, kwenda kumsikiliza Balaki, Mungu alituma malaika aende ampinge adui huyu wa Israeli, ampinge kule njiani. Kwa alitumwa malaika akaenda akajiweka njiani kumsubiri anakuja kwa njia hii. Yuko na mwanapunda wake na wafanyakazi wake wawili. Kufika pale akakutana na malaika. Na kwa kuwa jambo hili lilikuwa la kiroho, hakuweza kumuona yule malaika. Kwa hiyo punda alimuona malaika. Najua wanyama wanaonaga malaika, wanyama wanaona malaika kabisa, wanaona. Bubu wasioweza kuongea wanaonaga malaika. Yaani wanaona kabisa. Yaani Mungu ni wa ajabu sana. Lakini sisi hatuoni kwa sababu malaika. Sasa auoni. Bwana asifiwe sana. Ukimwambia Mungu akuonyeshe na utakuwa kimya, utaongea, utaanza kuona tu. Haleluya. Kama utakuwa mbea, maana nani atakaweza kuona asiwe mbea? Lakini Mungu atafanya hakuna mtu anaelewa. Lakini kaona malaika. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na mapepo na wachawi pia. Ndio maana unaweza kuona Mungu anabweka sana usiku, utasimama standby, pia uko chini. Yaani yuko tayari kwa ajili ya kushambulia. Lakini ukiangalia hicho kitu anachobweka nacho, ukiona kumbe anaona mchawi yuko pale, katua pale, hana nguo, yuko pale na tunguri yake. Lakini unaangalia huoni kitu. Yule mbwa wako anaona na toka, mnafanya nini hapa? Toka. Anamwambia toka. Ukiangalia huoni. Haleluya. Haleluya. Ndivyo ilivyokuwa Balaamu aliyokuwa adui wa mpango wa Mungu juu ya Israeli. Mungu akatuma malaika kwenda kumngoja njiani. Yule mchawi aliyetumwa kwa ajili ya nyumba yako, aliyetumwa na kuzimu, yuko malaika anaweza kutumwa kwa ajili yake. Sema amina. Apinge njiani. Apinge njiani kwa jina la Yesu. Kisikia malaika akakutana naye. Alipokutana na Balaamu, punda alipomuona yule punda akaona hapa anafanyaje. Punda akasema hapa anafanyaje sasa? Maana anaona kitu cha hatari. Akajiepusha na malaika. Adui wa familia. Biblia inasema malaika wa Bwana wataweka kituo kuwazungukia wale wanao mcha Mungu, kuwazungukia na kuokoa wale wa mchao Bwana. Sema amen. Kwa hiyo kama malaika wa Bwana ataweka kituo, amuru malaika aweke kituo pale nyumbani, amuru malaika aweke kituo kila mahali. Watoto wako amuru malaika waende nao. Amuru biashara yako isimamiwe na malaika. Sema amina kubwa.
Kwa sababu mapepo ni roho, malaika ni roho, na malaika waliwekwa ili kutuhudumia. Ndivyo kitabu cha Waebrania ile sura ya 1 mstari wa 13 na 14 inavyoeleza. Hebu sema malaika wamewekwa kutuhudumia. Rudie tena, malaika wamewekwa kutuhudumia. Basi hiyo inawezekana ikawa ngumu kwako. Tumia yule malaika mwingine ambaye ni wa kwako. Sawa na Mathayo 18 mstari wa 10. Yule ni malaika wako special kwa ajili yako. Mwambie malaika, ninataka huyo mtu anayekujaga kulogaloga hapa kwenye familia ni muone. Ukilala tu usiku unamuona huyo, ukimelala unamuona jinsi anakuja kule mlangoni, unaonyeshwa. Na ukiweza kuamka hapo ukatoka kwenye ndoto yako, ukatoka utamkuta pale, kwa sababu malaika hawezi kukudanganya. Sema amina kubwa. Haleluya. Hebu sema, kwa jina la Yesu aliye hai, natuma malaika kila mahali panapohusu maisha yangu, mahali penye baraka yangu. Natuma malaika kuwapiga maadui wanaozuia baraka zangu. Natuma malaika kwenye familia yangu. Natuma malaika kwenye familia yangu kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ila adui anayevizia baraka zangu hataziona. Natuma malaika mlinzi asimame kwenye familia, kuilinda familia, kulinda mali zangu, kulinda kila kitu changu, kuilinda nafsi yangu. Malaika wa Bwana atembee na familia yangu, atembee na watoto, atembee na familia, ailinde njiani kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Ndivyo Biblia inasema. Mungu anasema, nimetuma malaika, tazama, tazama. Oh my God. Kitabu cha Kutoka. Hebu tusome pale. Kitabu cha Kutoka. Watu wanatoka utumwani na wanafuatiliwa na jeshi la Misri na maadui wengi. Kutoka sema, natuma malaika. Sema, malaika wangu na kutuma kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Sema, malaika uliyewekwa na Bwana kwa ajili yangu, kwa ajili yangu, na kutuma kuanzia sasa. Uende kila mahali kwa jina la Yesu, kuwazuia wale wanipinga, kuwazuia wale wanipinga, kuzuia wapingao familia kwa jina la Yesu. Kutoka 23 mstari 20 inasema, tazama mimi natuma malaika aende mbele yako ili akulinde njia. Ili afanyeje? Huyu malaika yule aliyetumwa ni ili afanyeje? Tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njia na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Aliyeko kwenye elimu anayesoma, kuna malaika anatakiwa kutembea naye kwenye safari yake ile mpaka atakapofika pale Mungu alipomtengenezea, kwenye ofisi fulani, kwenye kampuni fulani, kwenye shirika fulani. Alianza mahusiano, aliyepata mchumba, yuko malaika anatakiwa kwenda naye katika mahusiano hayo mchumba mpaka atakapofika kwenye ndoa. Sema amina kubwa. Amen. Sema amina kubwa. Amen. Natuma malaika kwa jina la Yesu aliye hai, aende akaanze kulinda kila kitu changu kwa jina la Yesu. Kila baraka yangu, alinde watoto wangu, alinde mali yangu, alinde nyumba yangu kwa jina la Yesu.
adui hataribu chochote. Kuanzia leo hii ni amri na itakuwa hivyo milele kwa jina la Yesu aliye hai. Lakini huyo ni malaika anayeweza kutumwa kulinda na kuweka kituo. Zaburi ya 7 mstari 38 nafikiri. Ngapi? 34 mstari wa 7. Ni 34. Anasema malaika wa Bwana ataweka kituo kuwazungukia na kuwaokoa wale wamchao. Kuwazungukia na kuwaokoa. Hebu sema malaika. Hebu sema malaika wangu umewekwa ili unizungukie na kuniokoa na maadui. Kila eneo unizungukie na kuniokoa. Kwa wakati ukiwa hapa, malaika anaangalia kule, anaona chawi linakuja. Umelala, umeingia ndani, malaika anasimama nje. Ukitoka tu ukienda dukani, malaika naye yupo na wewe pale. Ni bodyguard full time. Oh my God. Nasikia fahari. Hallelujah. Hii familia inaenda kutolewa kwa jina la Yesu. Amen. Hii familia inaenda kutolewa kwa jina la Yesu. Ensema yule mtesi wa familia aliyesimama mbele ya familia kuzuia mema ndani ya familia, na tuma malaika, yule malaika kivita kwa jina la Yesu aliye hai. Hesabu utume malaika mlinzi. Sio kasema yule anayezuia familia na mtumia malaika mlinzi, utaharibu. Wametuma kalimbo ili aendelee kuwatesa vizuri. Unatuma malaika kivita. Amen. Amen. Okay, angalia. Sasa yule aliyetumwa kwako isitesulie. Na zamani zile watu wengi watasimama ili kumpinga mfalme wa kusini pia. Wenye jeuri miongoni mwa watu wako watajiinua ili kuyathibitisha maono, lakini wataanguka. Basi mfalme wa kaskazini atakuja na kufanya kilima na kupiga mji wenye maboma. Mji wenye maboma. Na silaha za kusini hazitaweza kumpiga, wala watu wake wateule, wala hapata kuwa na nguvu za kumpiga. Hebu sema yule mfalme hakuna nguvu za kupigana naye ila jina la Yesu pekee. Hebu sema jina la Yesu pekee ndilo silaha inaweza kumwangusha mfalme anayepinga watu wangu, anayezuia familia yangu isipige hatua kwa jina la Yesu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Ukija Danieli sura ya 10 mstari ule wa 12 hadi 13. Danieli tena sura ya 10 mstari wa 12 hadi 13 inasema hivi. Ndipo ataniambia, huyu ni malaika aliyetumwa na Mungu. Kachelewa sana lakini kamfikia Danieli hatimaye. Ndipo akaniambia, usiogope Danieli, kwa maana tangu siku ile ya kwanza ulipotia moyo wako ufahamu na kujinyenyekeza mbele za Mungu wako, yani kwa kuomba, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa ajili yako. Nami nimekuja kwa ajili yako. Kwa ajili ya maneno yako. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi, hebu sema mkuu wa ufalme wa Uajemi. Sasa wewe unabaga huko Uajemi. Mkuu wa ufalme wa Tanzania, mkuu wa ufalme wa Sinisi, ufalme wa wapi, wa Arusha, wapi, kabila lako nalijua. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinipinga siku 21. Bali tazama, huyo Mikaeli, mmoja wa hawa wakuu wa mbele, akaja kunisaidia, nami nikamwacha huko pamoja na mfalme wa Uajemi. Hebu sema Mikaeli alikuja kusaidia. Mikaeli alikuja kusaidia. Unaona, aliyetumwa ili alete baraka kwako anaweza kucheleweshwa. Amecheleweshwa siku 21. Na inawezekana yuko mtoto ambaye umemzaa alitakiwa kabisa kwa level aliyoko nayo au ameshafanikiwa ili kuleta neema kwenye familia, lakini amezuiliwa. Lakini huyo ndiye aliyetumwa kwa ajili ya familia. Haleluya.
Uko mlango ulionifungukia mkubwa wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipinga. Haleluya. Hebu sema yule aliyetumwa. Mahali popote alipokuwa, natuma malaika wa kivita kwa jina la Yesu aliye hai. Natuma malaika wa kivita. Namtuma malaika. Malaika nani? Malaika nani? Nani huyo? Mikaeli. Hebu sema kwa jina la Yesu. Natuma malaika wa kivita, malaika Mikaeli, kupigana na kila roho yoyote inayozuia familia, roho za ulevi, roho za uzinzi, roho za wizi, roho za uchawi. Natuma malaika Mikaeli kupigana na jeshi la pepo wabaya, jeshi la pepo wabaya linalozuia familia. Kuanzia sasa, Mikaeli pigana nao, waondoe kwenye familia kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Mimi sijui utaombaje makidhidichi. Inabidi uombe kishujaa sana. Badilisha staili ya kuomba nyumbani kwako. Usiku natuma malaika rapo shataka. Natuma Mikaeli kila mahali. Wale waliozuia biashara, wale waliozuia uchumi, natuma malaika. Imeandikwa vita hivi si vyangu, ni vita vya Bwana. Haleluya. Unielewi, washa moto. Njia itatokea tu kwa jina la Yesu. Haleluya. Hicho kitanda unalalaga hapo kila siku, ungejawe kuambia asante. Wewe pambana, fungua maisha yako na maisha ya familia. Sikubali kufa kizembe, unakufa ukiwa umeachama kwa sababu ya njaa. Kataa hiyo. Kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema nakataa. Hebu sema nakataa haribifu wa shetani. Sema madhabahu, kule miti mikubwa, kule njia panda, roho shataka. Ninarusha moto, ninateketeza kila kazi ya uharibifu. Natuma malaika kuwatoa ndugu zangu, kutoa familia yangu kwenye utumwa wa shetani, utumwa wote, utumwa wa ulevi, kwa jina la Yesu aliye hai. Inua sauti yako pale, kuna jambo linatendeka. Rabakabaye, ibashatakabaye, lomo sankayaba, lakabrinde sedere bosondo, olikamando robo sanda kizonda, lima sakabaye. Natuma malaika wa vita, nenda, ondoa kila kitu, kila roho ya uharibifu. Kwa jina la Yesu. Imeandikwa vita si vyangu, ni vita vya Bwana. Ya baba ye. La baba. Malaika uliyetumwa nami, ili unilinde njiani mpaka nifike kwenye baraka ambazo Bwana ameniandalia. Ingia kazini sasa. Adui walionizuia ni wengi. Ya baba ye. Makabate lopa shatataba rama shatataba. Inua sauti yako. Tuma malaika kwa ajili ya maadui wa familia. Tuma malaika. Mtume Mikaeli leo Mikaeli aende haya majeshi, aende hawa watesi wa familia, aende hawa wanaopinga familia similiki, hawa wanaopinga familia sitawale, hawa wanaozuia familia isiwe na vitu vya thamani. Tuma malaika jioni leo. Tuma malaika kupigana na maadui wa nyumba yako, maadui wa familia, wale wachawi na waganga. Tuma malaika jioni leo. Malaika nenda, malaika wa upanga, malaika wa moto, malaika wa radi. Nenda sasa kila mahali, pita maadui wote, maadui wanaotesa familia kichawi, kwa jina la Yesu. Washa moto. Imeandikwa atakuja kwa njia moja,
njia ya ulevi, kwa njia ya uharibifu wa mali, leo naitupa nje. Toka nje kwa jina la Yesu aliye hai. Natupa nje hiyo roho, natupa nje hiyo roho kwa jina la Yesu aliye hai. Roho chafu yoyote inayovuruga familia kwa njia ya mafarakano, leo natupa nje kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Kila anayepinga, kila anayepinga familia, natupa nje. Anayepinga maendeleo ya familia, maendeleo ya familia yako, leo namtupa nje. Anayepinga biashara yako kwa namna ya kishirikina, leo namtupa nje. Leo namtupa nje. Leo namtupa nje kwa jina la Yesu aliye hai. Natupa nje, natupa nje, natupa nje wapinzani wa maendeleo kwenye familia, na watupa nje, natupa nje, natupa nje, natupa nje ya familia, natupa nje ya familia, natupa nje ya familia wapinzani, wapinzani, natupa nje, natupa nje, natupa nje, natupa nje nje ya maisha yangu, natupa nje, natupa nje kwa jina la Yesu, natupa nje watesi, natupa nje, natupa nje kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, natupa nje, natupa nje, natupa nje, natupa nje, natupa nje wapinzani, wale wanaonipinga, wanaopinga familia, natupa nje, natupa nje. Oba, 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 oba. Wapinzani wanatupa nje, wapinzani wanatupa nje, nje ya maisha yako, nje ya familia, wapinzani wanatupa nje. Natupa nje kwa jina la Yesu, natupa nje, natupa nje kwa jina la Yesu. Wapinzani, wapinzani wa maisha yako, wapinzani wa baraka zako, wapinzani wa familia, natupa nje, natupa nje, nje ya maisha yako. Toka nje, toka nje, achilia maisha yako. Rabakabo ibaya kwa jina la Yesu aliye hai. Ninalazimisha watoke nje, ninalazimisha watoke nje, nje ya maisha yako, nje ya ndoa yako, nje ya familia yako, nje ya baraka zako. Natupa nje, natupa nje, natupa nje. Robo shatakaba ibatabale, ibatalabale, ibatalabale, ibatalabale kwa jina la Yesu aliye hai. Ninatupa nje sasa, ninatupa nje sasa watesi wa familia, maadui wa familia, ninatupa nje, ninatupa nje wachawi na wapanga wote, ninatupa nje, ninatupa nje wanaotuombea mabaya, ninawatupa nje, nje ya maisha yangu, nje ya familia yangu, nje ya nyumba yangu, ninatupa nje, ninatupa nje kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ya adui anatupa nje, adui anatupa nje. Wapinga, wanaopinga mema, wanaopinga baraka, wanaopinga mafanikio, out, out, toka nje kwa jina la Yesu. Achilia familia, achilia familia sasa, achilia familia sasa, achilia maisha, achilia maisha kwa jina la Yesu. Nakutupa nje, 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 nakutupa nje adui wa familia, nakutupa nje, nakutupa nje, nakutupa nje, nakutupa nje, nakutupa nje kwa jina la Yesu, nakutupa nje, nakutupa nje kwa jina la Yesu, nakutupa nje, nakutupa nje, nje ya maisha yako, nje ya baraka zako, nje ya nyumba yako, nje ya neema yako, nje ya mafanikio yako, nakutupa nje, nakutupa nje, nakutupa nje adui mtesi wa familia, toka, achia familia sasa. Kwa jina la Yesu natupa nje, natupa nje, natupa nje, natupa nje, natupa nje adui wa familia, natupa nje, natupa nje, natupa nje, natupa nje kwa jina la Yesu, natupa nje, natupa nje.
kwa jina la Yesu. Right now, somebody pray. Endelea kuomba pale. Washa moto. Tupanje maadui wa familia. Tupanje maadui wa familia. Maadui wanaotesa familia. Tupanje. Jina la Yesu alipa. Adui toka. Yes, toka kwa jina la Yesu. Ewe adui wa maisha yako. Wewe, mwachie sasa. Wewe, mwachie na kurushia moto. Mwachilie sasa. Adui wa maisha yake. Adui unayemzuia, unayesimama kumpinga. Wewe toka. Wewe unayempinga. Wewe toka. Mwachie sasa. Robo shakataba. Endelea washa moto. Naona maadui. Wale vizuizi wa familia wanatoka. Ninaona malaika wako hapa kupiga mapepo. Wako hapa kupiga mashetani. Kuwatoa kwenye maisha ya watu. Kuwatoa kwenye familia za watu. Ninaona malaika wa moto hapa. Malaika wa moto yuko katikati ya kusanyiko. Bwana yupo katikati yenu. Ya baba. Mtasema hiyo nyumba. Mtasema maisha huyo mtu. Mtasema hiyo nyumba. Toka kwa jina la Yesu. Achilia hiyo familia. Haiwezi hiyo familia. Hiyo familia imekombolewa. Toka. Ninaamuru kwa jina la Yesu. Naweka moto kwenye ardhi yote. Hiyo ardhi yote naiwekea moto. Moto utateketeza kila kilicho cha shetani. Naweka moto kwenye viti. Naweka moto kwenye ardhi yote. Ikaweka moto. Teketeza kazi za kuzimu, kazi za kipepo, kazi za mashetani. Na chini yanayokaa ndani ya watu, yanaotesa watu. Out. Achia maisha yao. Out. Kwa jina la Yesu. Na kuamuru kwa jina la Yesu. Achia. Toka. Out kwa jina la Yesu. Out kwa jina la Yesu. Robo shaka kaba. Ima shete kebe. Riba shaka kaba. Ukasema huyu ni wapangu. Nitampesa. Ukasema huyu unampesa kwa sababu hapendi, kwa sababu anachukiwa. Kwa sababu anachukiwa. Eti kwa sababu hapendi. Wewe na washa moto hapo. Ninalipua kwa jina la Yesu. Achilia hatima yake tena. Achilia maisha yake. Achilia baraka zake. Right now. Nafuta utawala wa giza. Nafuta utawala wa kipepo. Utawala wa chini. Utawala wa kuzimu. Kwa jina la Yesu. Naamuru kila pepo liachie maisha mtu. Kwa jina la Yesu kila utawala kuzimu uanguke na kuachia kwa jina la Yesu In Jesus mighty name. Mbele kwa kofi utukufu pale. Mbele kwa kofi utukufu.